Jeshi la polisi mkoani Geita limewaonya baadhi ya watu ambao wamekuwa wakisambaza taarifa za uongo mtandaoni juu ya uwepo wa wachimbaji wadogo zaidi ya 200 kufukiwa na kifusi katika mgodi wa Msasa uliopo katika kata ya Siloka, wilaya ya Bukombe, mkoani Geita. Akizungumza na waandishi wa habari majira ya usiku katika mgodi wa Msasa, kamanda wa polisi mkoa wa Geita Sakapsafia Jongo amesema katika ufukuaji waliofikia mpaka sasa ni zaidi ya 97% na limekutwa jenereta ambalo lilikuwa juu, hali inayopelekea kujiridhisha na kuamini kuwa hakuna madhara yeyote kwa binadamu. Sakapu Jongo amesema mgodi huo ni kweli maduara 4 yalititia, lakini mpaka sasa wamewahakikishia wananchi kuwa hakuna madhara yeyote kwa mwananchi, huku akitoa rai kwa jamii kuacha kutoa taarifa za uzushi pale ambapo changamoto inapokuwa inatokea, huku akiwaomba wale wote waliotoa taarifa mitandaoni wazitoe kabla hawajachukuliwa sheria mkononi. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Mirada Ayo kutokea wilayani Bukombe mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Mkoa wa Geita, wilaya ya Ushirombo, kata ya Siloka, maeneo ya Msasa, kuna mgodi mkubwa ambao una wachimbaji wadogo. Leo tarehe 29 mwezi wa 3 2026 majira ya saa 4 asubuhi, maduara 4 kwa lugha ya kichimbaji wanasema yalijiponji, yani yalititia. Baada ya maduara hayo kutitia, jeshi la polisi tukishirikiana na zimamoto na uokoaji pamoja na vyombo vingine vya usalama tulifanya juhudi pamoja na kikosi cha madini kuhakikisha kwamba maduara haya chanzo cha kutitia ni nini na kama kuna madhara yoyote kwa binadamu. Kwa ujumla wake, baada ya kufanya ufuatiliaji tumegundua kwamba maduara haya yalikuwa kwa siku ya leo hayafanyi kazi kwa sababu tayari yalishatiliwa mashaka. Kwa hiyo yalikuwa yako kwenye utaratibu ya kufanyiwa marekebisho. Baada ya kupata taarifa hiyo, tuliona kwamba tusilizike tu na hiyo taarifa. Kwa hiyo tulianza juhudi kwa kushirikiana na uongozi wa mgodi kuhakikisha kwamba tunalifukua hilo eneo lote ambalo limejifikia ili tuhakikishe kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Mpaka sasa hivi tumefikia zaidi ya 97% ya ufukuaji wa eneo hili na tumeikuta jenereta ambayo ilikuwa juu ya haya maduara. Kwa maana hiyo tunajiridhisha kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Uvumi uliotokea ni mkubwa sana kwamba watu zaidi ya 200, wengine 50, lakini mimi kamanda wa polisi mkoa wa Geita na wathibitishia Watanzania kwamba mgodi huu ni kweli maduara 4 yalititia, lakini hadi muda huu tunawathibitishia kwamba hakuna madhara yoyote kwa binadamu. Naomba nitoe wito kwa jamii kuacha kutoa taarifa za uzushi pale ambapo changamoto inapotokea, na niwaombe tu wale wote ambao wamefanya hivyo watoe hizo taarifa zao kwenye mitandao haraka, la sivyo hatua kali za sheria zitachukuliwa dhidi yao za kutuma taarifa za uzushi. Mkoa wa Geita kwa ujumla wake ni salama na mgodi wa Msasa kwa ujumla wake ni salama. Hizi changamoto zilizotokea ni kawaida kabisa kwenye uchimbaji na watu wawe na amani. Asante. Majina yetu mnatu msaidizi Kensu Msitu, kama kamanda wa jeshi la uokoaji mkoa wa Geita. Zoezi limeenda vizuri. Ukiangalia kabla ya zoezi la leo kwa tuna mafunzo ya machifu na mainspekta kulingana na tahadhari za migodi. Kwa hiyo ukiangalia siku ya leo hakuna madhara kwa binadamu mpaka sasa hivi 90%, na zoezi la utafutaji linaendelea. Wengi wanachanganya utafutaji na uokoaji. Zoezi lilopo sasa hivi ni la utafutaji. Kama itatokea kuna mabaki au aina yoyote ya viashiria na kuwepo kuna watu ambao wamenasa, tunasema hapo tutaanza mwokozi. Lakini zoezi lilopo sasa hivi ni la utafutaji. Kwa hiyo muda sio mrefu tutakamilisha zoezi, na kama alivyotangulia kusema hapo afande kwamba vyombo vyote tunashirikiana, kuna jeshi la polisi, jeshi la zimamoto, watu wa madini, wachimbaji wa hapa na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo tunafanya kazi kama teamwork, tufanye kazi ya mmoja mmoja. Kazi imekuwa rahisi, kazi imekuwa vizuri. Kwa uzushi wowote ambao unaendelea kwenye mitandao
ni habari za uongo. Hakuna mabara yoyote yaliyotokea kwenye mgodi, ni yale ya kawaida tu. Kwa sehemu yoyote ile kuna matatizo madogo yanatokea kama ambayo tumeona kwa siku. Neno langu kwa wachimbaji, tahadhari kila kitu, hakuna kitu chepesi. Kila kitu lazima uchukue tahadhari. Utaona barabarani lazima dereva akague breki, akague awepa, akague taa kama setimi zinafanya kazi. Kwa hiyo na kwenye upande wa migodi lazima tu tunataharuki kuangalia mazingira kwamba kuna mvua imenyesha au kuna taharuki yoyote kwenye mgodi. Utaona mashimo ya leo yalikuwa kwenye marekebisho.